Tukisalia kwenye masuala hayo ya mafuriko ni kwamba kwa siku ya 4 familia kadhaa zimekuwa zikifika katika hifadhi ya maiti ya City kutambua miili ya wapendwa wao walioangamia na mafuriko yaliyoshuhudiwa jijini siku ya Ijumaa. Baadhi ya familia bado zinasubiri taarifa kuhusu waliko wapendwa wao. Ode Francis anatuarifu kuhusu uchunguzi wa maiti 15 zilizotambuliwa ambapo utafanyika hapo kesho. Katika makafani ya City hapa Nairobi, huzuni imetanda. Familia zinaingia moja baada ya nyingine zikitarajia majibu. Ni familia za walioaga dunia katika mafuriko yaliyoshuhudiwa jijini usiku wa kuamkia Jumamosi. Miongoni mwao ni familia ya Eric Jerome Mutua mwenye umri wa miaka 35. Eric alikuwa na mwenzake Philip Omundi waliposombwa na maji ya mafuriko katika mzunguko wa Timol. From the 9:12, because we called after 15 minutes. So we suspect that small period, that is where they were overwhelmed. They were retrieved in the car and seemingly they were just, seated in their chairs. Somebody, the investigation officer tells us that he found them in a posture as if they were sleeping. Katika mtaa wa Kibera, familia ya Nicholas Kialo inaomboleza. Dereva huyo wa bodaboda alisombwa na maji akiwa kazini. Sisi tulipokuja pale Makina kwa maji tukatafuta tukapata Nicholas Kialo amelala kwa maji pale. Ambapo paka saizi hatujui huyo driver huyo passenger ambaye alibebwa hatujampata paka wa leo. Kutoka eneo la Grogon, Paul Karakija muuzaji wa mayai pia alipoteza maisha yake. Kwa hivyo aliposombwa na maji tu hivi, kuna watu walimuona ambao wanamfahamu, wakamwambia ndugu yenu amechukuliwa na maji. Yes! Na huko Isli, familia ya Suleiman Abdullahi Eno tayari imemzika kwa mujibu wa sheria za dini ya Kiislamu. Lakini familia ya Paul Juma kutoka Lakisama bado inasubiri, mwili wake haujapatikana. So statement yenye tunasikia alisema ya mwisho, alisema hawezi lala kama hajaona mtoto wake, ameacha mtoto wa 1 month. Alisema hawezi lala kama hajaona mtoto wake, lazima aende kwake. So na alikuwa mlevi. Serikali ya kaunti imetangaza msaada kwa familia za waathiriwa. Afisa mkuu wa afya ya umma Tom Nyakaba amesema ada zote za mochari na hospitali zimeondolewa. Tutafanya postmortems zote kesho. Sisi kama serikali ya kaunti kupitia mheshimiwa gavana tumesema kuwa wale watu wote wenye wako katika facility zetu za kaunti tutawave, wale wako katika hospitali zetu na wale wako katika mochari yetu kama hii tutawave yote ya hayo maneno. Na onyo kali imetolewa kwa waliojenga kando kando ya mto hapa Nairobi. Kuna watu ambao ni watu wetu wa Nairobi na ni wa Kenya na wametumia mbinu zisizofaa kujenga katika njia za mto. Tumekubaliana kwa pamoja kama serikali ya kaunti kuwa hizo nyumba zote zitaangushwa. Na ni siku ya 4 tangu maafa kushuhudiwa katika jiji la Nairobi baada ya mafuriko kusomba wengi wa Wakenya katika jiji la Nairobi. Sasa familia zikimiminika katika makafani ya City ili kutambua miili ya wenzao, huku sasa hofu ikionekana huenda wengine wao waliuawa na si kusombwa na maji. Ode Francis, runinga ya Citizen katika makafani ya City hapa Nairobi.